hapo kufuatia ajali mbaya ya gari aina ya lori lililotokea maeneo ya mawili tofauti ikiwemo Msamvu manispaa ya Morogoro na Nane Nane eneo la Mzambarauni, huku wakazi wa Morogoro wakiomba upanuzi wa barabara ya Morogoro Dar es Salaam kutokana na ajali za mara kwa mara. Mwanahabari wetu Edna Fidelis na habari hiyo. Ajali hiyo wakiwemo madereva wa magari ya mizigo wamesema kuwa kutokana na ufinyu wa barabara unaosababisha ajali za mara kwa mara, huku waathirika wakuu wakiwa ni bodaboda. Leo mnamo majira ya saa 2:30 eneo la Msamvu kutokea ajali mbili ambazo zimesababisha vifo vya watu wawili. Na tukiangalia kutokana na vifo jinsi vilivyotokea, kwanza ufinyu wa barabara imekuwa ndogo. Sasa tunakuta hii nao zetu magari makubwa hasa malori huwa wanatembea spidi ambazo sio katika maeneo ambayo tunajua eneo ambalo rasilimali watu. Kwa mfano kama leo pale, mimi mwenyewe nimeshuhudia ajali hii za watu wamefariki kwenye malori. Wewe tungeomba tu kwamba serikali waangalie na kutanua barabara hii kidogo, sababu imeshakuwa ndani ya wiki hii ajali ya kama. Na vile tungeomba tu wenzetu madereva, na tungeomba hasa jeshi la polisi RTO anajitahidi sana kuwapa semina madereva, uachoke kila wakati kuwaita na kwamba, lakini imekuwa kama wanashindwa kutii mamlaka au kufuata sheria ambazo za usalama barabarani. Tungeomba jeshi la polisi jambo liangalie kwa kina, hasa hawa madereva malori, sababu wamekuwa mara nyingi hatufa wao na maisha wanaona sana kwa lolote. Kwa hiyo mimi hapo tungeomba ushauri kwa serikali, basi jambo walifanyie kazi, sababu ndani ya wiki mtu watatu ndio anakufa nyoyo hili. Kama mimi safari yangu natoka Dar, nilikuwa naenda Kigali. Nilipofika maeneo ya darajani Msamvu hapa, akaingia kwenye tairi la nyuma, nilikuwa kama nimepasuka kichwa, kwa sababu mbele yangu mimi kulikuwa kuna foleni inaendelea, na maana kumuona nyuma naye akawa ametokea upande wa nyuma, kwa kumuonekana ni vigumu kuja kuchukuliwa na gari zinazokuja nyuma, kwa maana kuna mtu mmegonga hapa nyuma, kwa hiyo kuja kusimama ndo nakuta kateleza kichwa kile kaingiza kwenye tairi ya tera nyuma kabisa. Mimi na ezani kubwa hapa nachokiona ni sababu ni ufinyu wa barabara. Kwa upande wake, kaimu afisa uhusiano kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, Scholastica Ndumba, amethibitisha kupokea kwa miili hiyo na tayari imehifadhiwa hospitalini hapa. Tumepata miili miwili ambayo ni mmoja hapa anaitwa Asha Mohamed Ari, huyu miaka yake ni 31 na ni mkazi wa Tumbi. Lakini huyu wa pili ni Ali Salum, miaka 25. Yeye makazi yake bado yanaendelea kufuatiliwa. Miili imehifadhiwa. Kutoka Morogoro, Edna Fidelis, EATV. Mvua kubwa iliyonyesha mkoani Mwanza imesababisha kukatika kwa mawasiliano ya usafiri baada ya daraja la muda la Mkuyuni kujaa maji, hali iliyosababisha